Somo letu tuna somo hapa ambalo lina kichwa cha somo kinachosema historia. Historia kujirudia. Kwa kweli hili somo imenibidi niseme kwamba historia kujirudia. Ningesema historia itajirudia, kwa kweli hapo tungekuwa na subira, lakini historia kufanyaje? Historia imeshaanza kujirudia. Kwa hiyo tunapiga hatua katika ukamilifu wa mambo ambayo yanafanyaje wapendwa? Yanajirudia. Hivyo nitawalika ili kusudi hata ndugu zetu wanaotufuatilia kuna kitu tutakionyesha hapa. Labda meza yetu tutaisogeza kidogo tu hapo, kidogo tu hapa pembeni. Kidogo tu kwa hapa pembeni. Hapo tu watumishi. Kwa sababu huu bao utakuwa juu, mtu anaweza akaona tu, lakini kwa hapa patakuwa chini. Historia kujirudia. Hebu niwaalike tena watu wa Mungu tulirudie hili fungu la Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9. Tutafakari maneno ya mwenye hekima Sulemani akiongozwa na Roho wa Mungu. Anasemaje? Mhubiri sura ya 1 mstari ule wa 9. Neno la Bwana linasema, ndiyo, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Ndiyo yatakayokuwako. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Na yaliyotendeka huko nyuma ndiyo yatakayofanyaje wapendwa? Yatakayotendeka. Ndiyo. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Ndiyo maana sasa kwamba historia imefanyaje wapendwa? Imejirudia. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Watu wa Mungu, tunaishi katika ulimwengu huu, sayari dunia ambayo tunaona kwamba inapitia hali ya msukosuko. Dunia ambayo wakazi wake wako katika hali ya maumivu. Dunia ambayo wakazi wake wanalia kwa sababu tu wapendwa, lipo pambano kati ya wema na uovu. Lipo pambano tu kati ya wema na ni wapendwa? Wapendwa, kambi ni mbili tu, kwamba pambano kati ya wema na nini? Na hili tunaelezwa dhahiri na maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi wa 14, ya kwamba kuna kiumbe hapo ambaye aliumbwa kwa namna ya pekee ya ukamilifu. Lakini hapa yeye anaelezwa ya kwamba alitaka kujinua akiwa na makusudi yake matano. Hebu tuyaone. Isaya 14 mstari ule wa 12 hadi wa 14. Msomaji, hebu tusome hapo. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, wewe ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Ndiyo. Nawe ulisema moyoni mwake, nitapanda mpaka mbinguni. Hilo la kwanza. Nitakiinua kiti changu juu. La pili. Kuliko nyota za Mungu. Ndiyo. Nami nitaketi juu ya mlima wa makutano. La tatu hilo. Katika pande za mwisho za kaskazini. Ndiyo. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. La nne hilo. Nitafanana na yeye aliye juu. La tano hilo. Lakini ndiyo, utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Aha. Wapendwa, Biblia inatueleza katika Biblia Isaya 14 mstari wa 12, hapa yupo kiumbe anaitwa nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, ambaye yeye alikuwa moyoni mwake na mambo mangapi? Matano. Na huyu nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, ambaye tunaelezwa hapa na katika Biblia ya King James Version
ambayo ninayo hapa mkononi katika toleo hili la awali la mwaka 1611 inaelezwa huyu nyota ya alfajiri. Haya maneno nyota ya alfajiri anatajwa kabisa kwa jina, anaitwa Lucifer. Anaitwa nani wapendwa? Lucifer. Huyu alikuwa ni kiumbe aliyeumbwa katika hali ya ukamilifu kutoka mikononi mwa muumbaji wake. Mungu akamuumba kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Yesu Kristo akiwa mtenda kazi mwenza na baba yake, wakamuumba kiumbe aliye mkamilifu. Na Ezekieli ametueleza vizuri sana katika Ezekieli 28. Kwa hiyo manake akiwa mkamilifu kabisa, haukwemo uovu ndani yake, lakini akawaza moyoni mwake. Unajua jirani yako akiwa anawaza jambo, kwetu sisi binadamu sasa, akiwa anawaza jambo moyoni mwake, kwa kweli wewe uliye karibu naye au unaishi naye huwezi ukajua anawaza nini mpaka kumuona anatenda. Si ndio watu wa Mungu? Hicho ndicho kilichotokea kilichotokea kwa Lucifer katika nyua za mbinguni. Yeye alikuwa na makusudi yake matano, lakini malaika mbinguni hawakujua makusudi yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anawaza moyoni. Lakini Mungu alijua hayo makusudi, kwa sababu Mungu alikusudia tangu milele, kuanzia makerubi ngazi za juu hadi wanadamu. Mungu alikusudia kwamba tuwe makao yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu hutupatia roho wake. Yeye anatambua mawazo yetu ili na sisi tufahamu mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu aliyatambua mawazo ya Lucifer. Ndio maana watu wa Mungu, ndio maana Mungu hakumwangamiza mara moja Lucifer. Unajua angemwangamiza mara moja pale Lucifer, Mungu aliyatambua mawazo yake, lakini malaika hawakutambua mawazo yake. Kwa Mungu angemwangamiza huyu kiumbe, kwa kweli tunaona kwamba malaika wangemtii kwa hofu, wangemwabudu kwa hofu, na wangeona kwamba Mungu ni muuaji, na uasi ungeendelea zaidi na zaidi, kwa sababu yeye huyu kiumbe aliinua hoja ya kwamba yeye alitaka kufanana na yeye aliye wapi? Aliye juu. Ndilo kusudi lake kubwa. Lakini Mungu akasema nakupatia nafasi. Huko mbinguni akadhihirisha tabia yake. Kwa kweli kafika mahali malaika, katika vitabu tunaelezwa tu ya kwamba hata ukisoma kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, sura yake ile ya kwanza inasema kwa nini dhambi iliruhusiwa. Kwa kweli hata malaika walimwendea sana huyo kiumbe mwenzao kumshauri. Maana huyo kiumbe kwa kweli ugomvi wake, yeye kwanza alikuwa akipinga Yesu sio mwana wa Mungu. Lakini zaidi sana yeye alitaka kufanana na yeye aliye juu, kwamba alitaka kalie kiti cha kwanza. Alitaka kalie kiti ambacho baba na nafasi yake baba. Maana yeye alikuwa nafasi ya tatu kutoka kwa Mungu. Kerubi afunikaye mwenye kutiwa mafuta. Nafasi ya pili akimfuatia mwana wa Mungu. Lakini makusudi yake haya matano yalikuwa moyoni mwake, na Mungu akatoa nafasi. Lakini malaika walikuwa hawajaelewa vizuri kusudi lake. Mungu akaamua kumfukuza huyu kiumbe, na akatoa tahadhari na tangazo kwa malimwengu, ikiwemo sayari yetu dunia. Hebu hayo maneno tuyasome kwenye Ufunuo 12 mstari wa 12 kuanzia 7. Tuende hadi mstari ule wa 10. Ufunuo 12 mstari wa 7 hadi mstari ule wa 10. Mtumishi wa Mungu, karibu tusomee. Neno la Bwana linasema, ndio, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake ndio wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Ndio. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ndio. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ndio.
nikasikia sauti kuu mbinguni, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, ndio, kumekuwa wokovu na nguvu, ndio, na ufalme wa Mungu wetu, ndio, na mamlaka ya Kristo wake, ndio, kwa maana ndio, ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, ndio, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, ndio, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ndio, na kwa neno la ushuhuda wao, ndio, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Mstari wa 12. Kwa hiyo ndio, shangilieni enyi mbingu, ndio, nanyi mkao humo, ndio, ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na bahari. Mungu akatoa tahadhari, ndio, ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, ndio, akijua ya kuwa ndio, ana wakati mchache tu. Ni hivi watu wa Mungu, ibilisi hana urafiki, ana ghadhabu nyingi. Kwa kweli usije ukasema kwamba labda nikifanya hivi shetani atanipenda. Anakutumia, ukimaliza makusudi yake anakuua. Si ndivyo? Anakuua, na anapokuua huna tumaini, umepotea milele. Kwa hiyo ukija kuangalia, kumbe makusudi yake haya yalikuwa ni mabaya moyoni mwake. Yalikuwa ni mabaya moyoni mwake. Hivyo watu wa Mungu tunaona kwamba huyo kiumbe alipotupwa, huyu kiumbe alipotupwa, tunaona kwamba alienda katika bustani ya Edeni, ambapo tunaona kwamba ilikuwa ni nyumba ambayo Mungu wetu aliwaweka pale wazazi wetu wa kwanza, na Mungu alikuwa amewapatia maelekezo ya kuonesha kwamba Mungu anahitaji tumwabudu kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema ya kwamba matunda yote ya bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msifanyeje? Msile, maana mtakapokula mtafanyeje? Mtakufa. Shetani yeye akaja kubadilisha, akasema kwamba hakika mtafanyeje? Tayari hapo akapandikiza mbegu. Ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 5, akapandikiza mbegu ya umizimu, kwamba mtu akifa hafi hakika. Hapo akianza sasa kupandikiza mbegu ya kwamba ndani ya mwanadamu kuna mwanadamu mwingine ambaye yeye huyo akifa, huyu mwanadamu anaendelea tena kuishi. Yaani lengo lake kwamba akihitaji kuweka kwamba roho na mwenye roho ni viumbe viwili vingapi? Kwamba uhai ambao Mungu aliweka ndani, kwamba huwa ni kiumbe kingine, mtu anapokufa unaendelea kuishi. Lengo lake kwamba kupoteza yeye, ili kusudi kwamba kuwapoteza wanadamu, ili kwamba kusudi lake ambalo alilitamani kuanzia mbinguni la kusujudiwa alipate hapa duniani, kwamba awaijie watu kwa sura na maumbo ya ndugu zao, waseme kwamba ni fulani amerudi, ili kwamba aweze kuabudiwa. Maana yake kwamba yeye alimetupwa pamoja na malaika waliokubali sera zake, wanakuja kwa sura na maumbo ya ndugu waliokufa. Lakini pia yeye akiwa amedhamiria kwamba yeye aweze kuchukua kama uzima wa Mungu, roho wa Mungu, maana yeye alikuwa ni kerubi afunikae mwenye kutiwa nini wapendwa? Mafuta, na mafuta ni ishara ya roho wa nani? Wa Mungu, roho wa Mungu. Mungu anatoa roho wake, uzima wake. Yeye akiwa kerubi afunikae aliyetiwa mafuta na Mungu, yeye akiwa na kusudio la kwamba roho iwe ni ya kwake. Mungu hana nini? Hana roho. Ndiyo maana kwamba yeye aweze kusujudiwa kama ambavyo watu wanasujudia wale ambao wanaita kwamba ni ndugu zao waliorudi, ili kwamba na yeye ajiweke katika nafasi ambayo kwamba badala ya Mungu aweze kutukuzwa, yeye ambaye ameijaza mbingu na nchi kwa utukufu wake, yeye ajiite kwamba yeye ndiye anaitawala hii dunia. Lakini tunaona kwamba shetani yeye amekuwa akitenda sasa kazi kupitia mamlaka za kifarume hapa duniani. Tunaposoma kitabu cha Danieli sura ya 7, Danieli ni nabii ambaye Mungu amemfunulia mambo ambayo kwa kweli yanatuonesha ramani ya safari yetu mpaka tunaingia katika mji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona kitabu cha Ufunuo kinakuja kufungua zaidi siri ambazo kwa kweli Mungu amewajalia manabii wake.
Katika Danieli sura ya 7, Danieli katika ndoto aliota ndoto. Aliota ndoto ya wanyama wakubwa 4 ambao walitoka baharini baada ya bahari kutibuka. Hebu tusome kidogo, mtu wa Mungu. Tamani hapa japo ngalau tugusie kwamba haya maneno yanakuaje. Hebu Danieli 7 mstari ule wa 1 hadi mstari wa 4, tutembee kwanza hapo tuone. Danieli 7 Danieli aya ya 1. Ndiyo. Neno la Bwana linasema, ndiyo, katika mwaka wa 1 wa Belshaza mfalme wa Babeli, ndiyo, Danieli aliona ndoto, ndiyo, na maono ya kichwa chake, ndiyo, kitandani mwake. Ndiyo. Basi akaiandika ndoto, ndiyo, akatoa habari ya jumla ya mambo haya. Ndiyo. Danieli akanena akisema, ndiyo, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, ndiyo, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma, ndiyo, kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndiyo. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, ndiyo, wote wa namna mbalimbali. Ndiyo. Wa kwanza alikuwa kama simba, ndiyo, naye alikuwa na mabawa ya tai. Ndiyo. Nikatazama hata mabawa yake akafutuka manyoya. Ndiyo. Akainuliwa katika nchi. Ndiyo. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Ndiyo. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Ndiyo. Tutembea hadi mstari wa 6. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu. Ndiyo. Naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Ndiyo. Wakamwambia mnyama huyo hivi, ndiyo, inuka ule nyama tele. Ndiyo. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui. Ndiyo. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Ndiyo. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. Alikuwa na vichwa 4. Akapewa mamlaka. Akapewa mamlaka. Endelea mstari wa 7 tumalizie sasa mtumishi. Baadaye, ndiyo, baadaye, ndiyo, nikaona katika njozi ya usiku, ndiyo, natazama mnyama wa 4, ndiyo, mwenye kutisha, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, mwenye uwezo mwingi. Naye ndiyo, alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Meno ya chuma. Alikula na kuvunja vipande vipande, ndiyo, na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Ndiyo. Na umbo lake, ndiyo, lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Lilikuwa tofauti kabisa na hawa wanyama wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Ndiyo. Natazama pembe nyingine ikazuka. Ndiyo. Mbele yake. Ndiyo. Pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Pembe 3 katika zile za kwanza zikafanyeje? Zikang'olewa kabisa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kweli kuna mambo mazito hapa, lakini kwamba Mungu ambacho ametujalia leo tukione. Mungu alipokuwa akinena na manabii alitumia mifano. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hosea 12 mstari wa 10. Mungu aliponena na hawa manabii alitumia nini wapendwa? Mifano. Kwa kweli hakuna simba wa namna hii. Unaweza ukatembea hifadhi zote usikute simba mwenye mabawa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna dubu mwenye namna hii ambaye yeye ameng'ata mbavu. Hakuna chui mwenye vichwa 4. Hakuna chui mwenye mabawa 4. Lakini pia hakuna mnyama wa namna hii katika ulimwengu huu. Kumbe sasa Mungu alikuwa anazungumza na Danieli kuhusiana na ramani ya ulimwengu huu mpaka Yesu anaporudi. Lakini somo letu linasema historia kufanyaje wapendwa? Kujirudia. Labda tutukimbie Danieli 7 mstari wa 17 ili kusudi sasa tufikie lengo letu ambalo tumekusudia katika mchana huu wa leo. Danieli 7 mstari wa 17. 17 inasema, ndiyo, wanyama hao wakubwa walio 4. Sasa Danieli anapewa maana ya hao wanyama wakubwa hao 4 ni wafalme, ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Ni wafalme 4 watakaotokea wapi wapendwa? Duniani. Kumbe mnyama katika unabii ni ufalme au mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Danieli alikuwa anaoneshwa wanyama falme zitakazotokea tangu kipindi cha Danieli akiwa utumwani Babeli, kuanzia mwaka wa 605. Babeli kaenda hadi mwaka wa 539. Kumbe Danieli akaoneshwa tu kwamba paka Yesu anarudi zitapita falme ngapi wapendwa? Zitapita falme ngapi wapendwa? 4. Yesu tangu kipindi cha Danieli paka Yesu anarudi, tawala ambazo zitaitawala dunia nzima. Dunia nini wapendwa? Nzima zitakuwa ni falme ngapi tu? 4. Kwa hiyo utawala wa kwanza uliotawala dunia nzima ilikuwa ni Babeli.
Lakini utawala wa pili wa Medi na Wajemi ambao ulifananishwa na dubu aliyeng'ata mbavu tatu katika meno yake, mwaka wa 539 hadi 331, 539 hadi 331 kabla ya Kristo. Kabla nini wapendwa? Lakini kulikuwa na utawala wa tatu wa Uyunani kuanzia mwaka wa 331 hadi mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwani unaona hii miaka ukiangalia inaenda inateremka, maana baada ya gharika lilipopita miaka 2000 imeisha hapo, ukiangalia kuna miaka mingine ambayo tena ilianza kuhesabika, yenyewe ikahesabika kwa kuteremka, kwa kufanya hiyo pendo. Ikateremka 2000 nyingine mpaka ilipoisha hiyo 2000 tena kukaanza kupanda 2000 nyingine. Bwana Yesu asifiwe. 2000 nyingine tunaona kwamba leo tuko 2025, lakini walitoka wa Yunani na utawala wa 4 mwaka 168 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 476 baada ya Kristo. Maana yake Yesu ameshazaliwa, ulikuwa ni utawala wa 4 kuitawala dunia, ilikuwa ni dola ya Kirumi. Na hii inatushuhudia tu kwamba hata mpaka Yesu amezaliwa, maana hii 168 ilienda inashuka mpaka Yesu anakuja kuzaliwa mwaka wa 4. Nikisema mwaka wa 4 nadhani kuna unabii wake tukirudi kwenye Danieli sura ya 8, lakini Yesu kwenye mwaka wa 4 alizaliwa chini ya utawala wa Kirumi. Hata tunaposoma katika vitabu vya Injili utakutana na makaisari pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini miaka hii inaanza kupanda mpaka huu mwaka wa 476 dola ya Kirumi ikiwa kitawala kama serikali. Lakini tunaona kwamba dola hii ilifika mahali ikagawanyika. Ikafanyaje wapendwa? Na hizi dola zilikuwa zinapita dola moja baada ya nyingine, kwa sababu zilikuwa zikisimama kinyume na mapenzi ya Mungu. Na Mungu alikuwa akiruhusu, anawapima uaminifu wao wafalme, lakini wanasimama kinyume na Mungu. Anakubali dola hiyo ianguke. Inakuja dola nyingine tena inasimama kinyume na Mungu, baada ya kutii mapenzi ya Mungu inasimama kinyume na Mungu. Anakubali ianguke. Lakini dola nyingine inaanguka, dola nyingine tena inafuata. Kwa hiyo mpaka sasa tuko katika utawala wa 4 ambao umeitawala dunia nzima. Ni dola ya nini wapendwa? Ya Kirumi. Sasa dola hii sasa imechukua mfumo na muundo mwingine tena, kwamba maana baada ya huu mwaka kwamba hii dola iligawanyika katika mataifa yapatayo 10. Haya mataifa 10 ukiangalia katika hii dola, ndipo sasa tutakutana na mataifa kama ya Uingereza, Ufaransa, Uitaliano, Ureno, Switzerland yapo pale, Ujerumani. Lakini kuna mataifa kama Hungary, Vandals na Ostrogoths yalikuwepo miongoni mwa mataifa haya ambayo ilitokana na kuvunjika kwa dola ya Kirumi. Sasa ukija kuangalia katika hii dola, kumbe haikukoma ile, iligawanyika tu. Ilifanyaje wapendwa? Ilipogawanyika tunaona kwamba tunaona hizi pembe zimebeba siri. Hebu tusome Danieli 7 mstari wa 23. 7:23 Danieli, pia tuone maana ya pembe. 7:23 mtumishi. 7:23 Danieli ndio inasema akanena hivi, huyo mnyama wa 4 ndio atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote. Ndio. Nao utakula dunia yote. Na kuikanyaga. Na kuivunja vipande. Kwa hiyo endelea msomaji. Na habari za zile pembe 10. Na habari ya zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Ndio. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Ndio. Naye atawashusha wafalme 3. Kumbe hizi pembe zilizong'olewa ni wafalme wangapi wapendwa? 3. Wangapi wapendwa? 3. Sasa nabii Ellen G. White katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, sura ile ya 35, wewe na mimi mtu wa Mungu tunaelezwa jambo ambalo sasa tuvute usikivu. Kitabu hiki cha Pambano Kuu sura ya 35 ni ule ukurasa, kwa hivi nilivyoshikilia mkononi, kurasa zake za nje ni ukurasa wa 475 katika aya yake ile ya 2.
lakini katika Kiingereza ni ukurasa wa 573 aya ya 2. Hebu msomaji tusomee mtu wa Mungu katika hii aya. Tusikilize haya maneno. Kwa nini somo letu sasa tunalileta kwa namna hii? Historia kufanyaje wapendwa? Soma msomaji. Kama msomaji angefahamu, yani mimi na wewe ni wasomaji, tunaelezwa kama tungefahamu. Kama msomaji angefahamu mawakala watakaotumiwa, kama msomaji angefahamu mawakala watakaotumiwa katika pambano linalokuja hivi karibuni, katika pambano linalokuja hivi karibuni, ndio angefuatilia habari na kumbukumbu za taarifa za mbinu ambazo Rumi ilitumia kwa ajili ya lengo hili katika karne zilizopita. Angefuatilia taarifa na nini? Na kumbukumbu zilizofanyaje wapendwa? Wapendwa, usipojua historia, maana historia ni unabii uliotimia, si ndivyo? Unabii uliotimia ni historia takatifu. Hebu turudie msomaji hayo maneno, tuyasikilize watu wa Mungu. Kama msomaji angefahamu mawakala watakaotumiwa katika pambano linalokuja hivi karibuni, na hili pambano ndilo linaloendelea sasa. Ndio maana tumesema kwamba historia kujirudia, imeshaanza kujirudia. Kama tujue, ili tujue mawakala watakaotumika katika hili pambano sasa linaloendelea sasa, limeshatimia. Angefuatilia habari na kumbukumbu za taarifa za mbinu ambazo Rumi ilitumia kwa ajili ya lengo hili katika karne zilizopita. Katika karne zilizopita. Usipofuatilia hujui, manake unanaswa. Endelea mtumishi. Hebu kama akijua namna ambavyo Wakatoliki na Waprotestanti ndio walioungana watakavyowashughulikia wale wanaokataa dogma zao, ndio aone roho ile ambayo Rumi ilionyesha juu ya Sabato na watetezi wake. Aha. Ili tujue sasa kwamba katika kipindi hiki ambacho sasa muungano umekamilika, jinsi mbinu ambazo zitatumika na namna ambazo zitatumiwa na mawakala wa shetani kwa ajili ya kuipinga kweli na kuwashughulikia watu wa Mungu. Ili tujue kwamba mbinu zitakazotumika, lazima turudie katika historia iliyofanyaje. Tukirudi hapo tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana shetani ameingiza mbinu katika vitabu vya Danieli na Ufunuo eti kwamba ni vitabu ambavyo havieleweki watu ili watembee gizani. Sasa ukija kuangalia hapa watu wa Mungu, dola hii ya Kirumi huu mwaka wa 476 baada ya kugawanyika katika mataifa 10, tunaona kwamba haya mataifa 10, pembe 10 au ufalme 10, kuna pembe ndogo iliinuka. Si ndivyo watu wa Mungu? Yaani ufalme mdogo na uliinuka miongoni mwa pembe 10, yani miongoni mwa mataifa mangapi? 10. Lakini ukazishusha, ukazing'oa pembe ngapi? 3. Ambao ni wafalme wangapi? 3. Sasa ukija kuangalia hapa kitabu cha Danieli hicho Danieli 7:25, hebu tusome hapo. Danieli, unajua watu wa Mungu, Biblia ni neno lake Mungu. Si ndivyo watu wa Mungu? Na Mungu ametupatia hili neno likiwa hai ili kusudi tutembee tukiwa tunaona. Hata kama ukiitwa wapi, utasema kwamba nimesimama kwa imeandikwa hivi na Mungu amedhihirisha. Kwa neno la Mungu tunaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu soma Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Huu utawala sasa Danieli anaueleza tabia yake. Kwanza utanena maneno kinyume chake aliyefanyaje? Aliye juu. Tumeona kwamba kule kuna kiumbe kwenye Isaya 14:12 mpaka 14 pale alitaka kufanana na yeye aliyefanyaje? Yaani alitaka kupingana naye. Sasa amepata mawakala, ametumia mamlaka za kifarume hapa, lakini hapa anabadilisha style au namna. Atanena kinyume chake aliyefanyaje? Ambaye ni Mungu. Anasema naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Ndio leo watu wanaambiwa siku inaanza saa 6 badala ya saa 12 jua linapoenda kuzama, kwamba atabadilisha majira na nini?
Sheria, amri za Mungu nazo zitaingia mkanganyiko. Ukiangalia amri zimebadilishwa, ikiwemo amri ya 4 nayo imepuuzwa, lakini kuna amri ya 2 imeondolewa. Amri za Mungu kupuuzwa, atazimu lakini hataweza. Ndio, endelea. Nao watatiwa mikononi mwake, watakatifu watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Hapa ndipo kwenye maneno. Kwa hiyo ukija kuangalia watu wa Mungu, baada ya pembe hizi 3 kung'olewa, tayari watu wa Mungu wanaingia katika mgogoro, sio tena wa farume. Maana hizi zilikuwa ni farume, si ndio? Mgogoro unarudi kwa mtu mmoja, mmoja. Watakatifu wanatiwa mikononi kwa wakati, nyakati 2 na nusu nini? Na wakati katika unabii au katika Biblia ni mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka. Sasa hapa kuna kitu, hebu tukiangalie. Sasa wakati nyakati 2 na nusu, wakati maana yake ni miaka 3 na nusu ya kiunabii. Ni miaka 3 na nusu ya nini wapendwa? Ya kiunabii, ambao hii miaka 3 na nusu ya kiunabii, hii miaka 3 ukisema uirudishe katika siku, utajikuta kwamba unapata siku 1080 za kiunabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nusu wakati, yani nusu mwaka ile, ukisema uirudishe nusu mwaka, mwaka una siku 360, mwaka wa kibibilia. Bwana Yesu asifiwe. Nusu yake ni siku 180. Bwana Yesu asifiwe. Hii 180 tunapoileta kwenye miaka 1080, ukijumulisha utapata 1260. Yani siku 1200 na ngapi wapendwa? Hizi ni siku za kiunabii. Na hizi siku za kiunabii, ili tuzirudishe katika muda halisi huu tunaoishi, kwamba siku moja ni mwaka, siku moja ni mwaka. Kwa siku 1260 maana yake ni miaka 1260. Watu wa Mungu watapitia shida. Sasa shida hiyo ilikuja baada ya pembe 3 kung'olewa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuangalie, turudi katika historia. Kwa hiyo sasa watu wa Mungu, ili tuelewe pambano hili linaloendelea, lazima turudi kuangalia kwamba kwanza hizi pembe kwa nini ziling'olewa. Si ndio watu wa Mungu? Hizi pembe kwa nini ziling'olewa? Hawa walikuwa ni Waheruli. Walikuwa nini wapendwa? Walikuwa ni Waheruli. Hawa walikuwa Afrika, walikuwa pale Italia. Lakini kulikuwa na Wavandalism. Hawa walikuwa Afrika Kaskazini, lakini kulikuwa na Ostrogoths. Ne wa nini? Ostrogoths. Wa Ostrogoths. Sasa hawa ukija kuangalia, walishushwa mmoja baada ya mwingine. Mmoja baada ya nini wapendwa? Waheruli hawa wanaondolewa mwaka wa 493 baada ya Kristo. Baada ya nini wapendwa? Wavandalizi hawa wanaondolewa mwaka wa 538. 530 ngapi wapendwa? 34. 530 baada ya Kristo. Lakini wa Ostrogoths mwaka wa 538. 530 ngapi wapendwa? Baada ya Kristo. Sasa ukija kuangalia, hapa ndipo palipo na vita. Hawa kwa nini waliondolewa na hii mamlaka? Na hawa walitumika kama ngazi ya kupandia hii mamlaka, kuingia katika ukuu, kuitawala sasa dunia. Sasa ukija kuangalia, manabii wametuwekea vizuri, maana kwa kweli unabii uliotimia ndio tunasema historia takatifu. Historia nini wapendwa? Katika kitabu hiki kinaitwa Danieli na Ufunuo, na katika vyanzo vingine, kitabu hiki ukisoma katika sura yake ya 7, hasa tunapokuja kuangalia hii pembe ndogo na hizi pembe kushushwa, kuna jambo hapa linaelezwa ambalo sasa nahitaji watu wa Mungu tuliangalie na tulisome. Katika ukurasa wake wa 127 tutaanza na aya ya 2, 127 na aya ya 3, na 128 aya yake ile ya kwanza. Sasa mtumishi, hebu tusomee hapa. Tutaanza na hii aya ya 127 aya ya 2. Hebu tusikilize haya maneno kwamba kwa nini, kwanza kwa nini sasa hizi pembe zing'olewe. Tukielewa hapa watu wa Mungu, tukimbie kuwasaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ndio maaskofu katika sehemu mbalimbali za himaya ya Kirumi ndio walijisikia furaha kumkabidhi askofu wa Roma ndio sehemu fulani ya heshima ambayo ndio Roma ndio kama mji wa Malkia ilipokea kutoka kwa mataifa ya dunia. Ndio Hapo
awali ndio hakukuwa na utegemezi ulioonyeshwa Ndio. katika heshima aliyopewa. ndio Lakini ndio endelea msomaji. nasema katika utegemezi na heshima aliyopewa, lakini ndio anaendelea ananukuu huyo ndugu anatajwa pale. Endelea. Anasema mamlaka ya kuporwa yaliongezeka kama maporomoko ya theluji. Ndio. Mawaidha mwanzoni ya kidugu tu. Ndio. Punde yakawa amri. Punde yakawa amri, nguvu ikatumika. Ndio. Punde yakawa amri kamilifu kinywani mwa papa. Ndio. Maaskofu wa magharibi walipendelea uvamizi huu Ndio. wa wachungaji wa Kirumi. Ndio. Ama kutokana na wivu wa maaskofu wa mashariki. Hii mamlaka ilikuwa imegawanyika, Rumi magharibi na Rumi mashariki. Rumi mashariki leo huko ndiko ambako kuna Orthodox. Kwa hiyo kwamba hapa kulikuwa na kitu kinaendelea. Endelea msomaji. Au kwa sababu walipendelea kujisalimisha kwa mamlaka kuu. Ndio. Kwa mamlaka kuu kuliko utawala wa kifalme. Ndio. Endelea msomaji. 127 aya ya 2 imekomea hapo. Endelea aya ya 3. Aya ya 3 ndio inasema ndio maaskofu katika sehemu mbalimbali za himaya ya Kirumi ndio walijisikia furaha Endelea msomaji. Aha, endelea hapo mtumishi. Huu ndio ulikuwa uvutano uliokusanyika karibu na askofu wa Roma. Ndio. Na hivyo kila kitu kilikuwa ikielekea kwenye kuinuka kwake. Ndio. Wa haraka hadi kwenye kiti cha enzi kikuu cha kiroho cha jumuiya ya Wakristo. Ndio. Lakini karne ya 4. Hapa sasa tusikilize, karne ya 4 ilikusudiwa kushuhudia kizuizi kilichotupwa kwenye njia ya ndoto hii ya kutamani. Ndio, karne ya 4 hapo ndio. Endelea. Nasema Arius paroko wa kanisa la kale ndio na mashuhuri la Alexandria aliibua fundisho lake juu ya ulimwengu. Ndio. Na kusababisha mabishano makali sana katika kanisa la Kikristo. Endelea. Hivi kwamba ndio baraza kuu ndio liliitwa Nikea, liliitwa pale Nikea na mfalme Konstantino mwaka 325. Huu mwaka uweke kichwani mtu wa Mungu, mwaka 320 ngapi wapendwa? 325 baada ya Kristo hapa. Ndio. Kulizingatia na kulirekebisha. Ndio. Arius ndio alishikilia kwamba mwana alikuwa tofauti kabisa na kimsingi na baba. Kwamba Arius yeye huyu kwamba, hebu turudi kidogo. Arius katika karne ya 4, maana tunajua kwamba tayari kanisa lilikuwa linasafiri tangu kipindi cha mitume, wamepitia mateso pale, Yesu amesulubisha, ameacha kazi chini ya mitume, kazi inaendelea. Lakini chini ya utawala wa himaya nini wapendwa? Ya Rumi. Lakini sasa tunaona kwamba katika hiyo dora, jinsi Mungu ambavyo anatenda kazi kwa namna ya ajabu. Katika dora hiyo, au kwamba baada ya mitume kuondoka, kazi ilikuwa imepanuka, imekuwa pale Yerusalemu, pale Rumi, lakini na Alexandria ambako leo panaitwa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Ndiko sasa huyu mtumishi Arius yeye akawa mwaminifu katika fundisho la mitume. Katika fundisho la niopendwa, kama ambavyo tunaona kwamba katika mfumo, maana tayari hii pembe ndogo ni mamlaka, lakini mamlaka ambayo tayari sio ya kiserikali tu, lakini pia ya kidini, ambayo tunaona kwamba tayari Rumi ilibadilisha mfumo kutoka Rumi ya kiserikali ikawa Rumi ya kidini, ambayo mpaka leo bado inatawala Rumi hiyo. Si ndio watu wa Mungu? Ni falme hizi tu ngapi wapendwa? Bado Rumi inatawala, lakini sasa inatawala katika mfumo wa kidini na kiserikali. Sasa katika huo mfumo, Mungu amekuwa sasa akichomoa watu wake wakiwa katika hali ya kusimamia kweli. Tunajifunza pia habari za Martin Luther katika karne ile katika zama za kati, miaka 1517. Lakini huyu Arius katika karne ya 4 alishikilia fundisho la mitume. Arius yeye akafundisha kwamba
Kristo mwana wa Mungu yuko tofauti na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao tunalikumbuka somo la asubuhi? Ndiyo maana kwamba lazima historia ifanyeje wapendwa? Kwamba Arius alifundisha kwamba Kristo mwana wa Mungu yuko tofauti na baba yake. Tofauti na kwamba ilikuwa ikifundisha kwamba Yesu ndio huyo baba, yani anabadilika. Lakini hapa hebu tusomee msomaji tumalizie kidogo, halafu sasa tujenge namna yetu ya kuliweka somo letu sasa linapoenda kulihitimisha. Arius alishikilia kwamba mwana alikuwa tofauti kabisa kimsingi na baba. Alikuwa tofauti kabisa kimsingi na nani wapendwa? Na baba. Ndio alikuwa wa kwanza na mtukufu zaidi wa viumbe hao, ndio ambao baba alikuwa amewaumba kutoka kwa kitu chochote, ndio ambacho kwa utendaji wake ndio wa chini baba mwenyezi aliumba ulimwengu, na kwa hiyo ndio alikuwa chini kwa baba katika asili na heshima. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arius alifundisha hivyo, kwamba mitume nao walifundisha hivyo, kwamba baba ni mkuu kuliko nani wapendwa? Mwana. Lakini ukija kuangalia hapa tayari kulikuwa na mgogoro. Maana lengo ni kumuondoa Mungu katika nafasi yake na kuwachanganya watu waabudu wasichokijua. Lengo wa maabudu Lucifer, ambaye sasa amebadilisha staili, anaenda sasa anatumia mamlaka za nini wapendwa? Ya kidini. Sasa ukija kuangalia katika mgogoro huu, Arius katika kuendelea na ukweli huu, ilifika mahali mwaka huu wa 325 Mfalme Konstantini akaitisha baraza kule Nicaea, ambako leo panaitwa sasa Istanbul. Yeye akaitisha mkutano, akakusanya maaskofu wote, ili ya kwamba kuja kudhoofisha huu kweli ambao Arius alikuwa akiusimamia wa mitume. Na ukiendelea pale inaelezwa kwamba baada ya lile baraza ikaidhinishwa kwamba Yesu yeye ni mwana wa Mungu tu kwa kujifanya, sio mwana wa Mungu halisi, yani hajatoka kwa baba. Yani leo tunapoona kwamba kuna upinzani unainuka wa kupinga Yesu sio mwana wa Mungu, kwanza chanzo ni Lucifer mwenyewe mbinguni, lakini ametoka kutumia mamlaka za kifalme, anatumia mamlaka za kidini. Lakini Arius katika kusimamia huu kweli, baraza hili liliamuru Arius afungwe. Afanyeje wapendwa? Mwaka wa 326 Arius akawekwa gerezani. Lakini tunaona kwamba Arius huyu aliendelea kudumu katika ukweli, na imani hii ilisambaa. Ilifanyaje wapendwa? Ilisambaa. Iliposambaa, moja ya wafalme ambao walishikilia huu msimamo walikuwa ni wafalme wa Heruli. Walikuwa wafalme wa nini wapendwa? Kulikuwa na wafalme wa Vandals, kulikuwa na wafalme wa Ostrogoths, walishikilia huu msimamo wa Arius, na wakapewa jina wakaitwa wa Ariani, ambao leo wanaitwa kwamba na leo hili jina ukifuatilia vizuri kwamba wale ambao wanarudi katika ukweli, mamlaka hii, lakini kitumia sasa makanisa yaliyoungana ambayo yamekataa ukweli, ikiwemo sasa na mfumo wa General Conference, wanawaita hao watu kwamba hilo jina Ariani linatumika, lakini sasa likitumika jina baya zaidi kwamba wanaitwa ni wazushi. Yani wanaofundisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wanaitwa ni nini? Wazushi. Ukiangalia katika huu mwaka baraza lilipoketi, ndipo sasa fundisho linaitwa fundisho la Utatu Mtakatifu likawekewa vema. Likawekewa nini wapendwa? Vema. Na fundisho hili lengo lake ni kukana kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Unajua ndio maana kwamba ukweli huu unafunua siri nyingi, na kwa kweli tunapoendelea na ukweli huu tutawafumbua watu macho. Unajua kule watu wanafundishwa tu kwenye kipengele. Unajua wakifika kwenye matoleo wale watu ni wajanja. Yaani wale wachungaji ambao wamekataa ukweli, wakifika kwenye matoleo wanaisoma hiyo Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima nini? Mungu alitoa. Lakini kwa kweli wanatamka kwa midomo, lakini mioyoni mwao wanakataa Yesu sio mwana wa Mungu. Ndio maana imefika sasa kwamba inafundishwa Yesu ndio huyo anabadilika kwa baba, anabadilika na kuwa mwana, anabadilika na kuwa roho, lakini kwamba jambo hili na historia yake.
huu mwaka fundisho hili kapata idhini ya kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, na kwamba yeye tu naye walikutana tu huko na Mungu, mmoja akaamua awe baba, mwingine akawa mwana, lakini wakati mwingine kwamba hawa wako pamoja wameshikamana. Lakini mwaka wa 381 baada ya Kristo, ukifuatia katika baraza linaitwa, hili lilikuwa ni baraza la Nicaea. Baraza lililofuata lilikuwa baraza la Konstantino. Baraza la Konstantinople hiliketi. Hili ndilo baraza ambalo likaidhinisha kwamba Roho Mtakatifu sio roho wa Mungu, ila ni Mungu mwingine aliye kando ya Baba na nani. Wakaweka vema. Na hapa shida watu wa Mungu ilitembea ikawa nzito, lakini ukija kuangalia hawa farume waliendelea kuendeleza huo ukweli. Na ukiangalia sasa hii mamlaka ya Rumi sasa imebadilika kuwa Rumi ya kidini, ikaanza kutumia hawa wafarume ambao wamebaki. Ya wafarume, kuna wafarume ilianza kutumia wafarume wa ile Rumi mashariki. Kwanza kabla ya hawa waliobaki, Rumi mashariki ikaanza kutumia hawa wafarume kushughulikia wafarume ambao wanaonekana kupingana na fundisho ambalo inataka kuliingiza sasa ili kumuondoa Mungu wa kweli. Wakaanza wa Heruli huu mwaka wakashushwa 493, wa Vandalism mwaka 534, lakini wa Orthodox mwaka 530 ngapi? Na 8. Na hapa kuanzia huu mwaka wa 538 watu wa Mungu, si ndivyo watu wa Mungu? Baada ya Kristo kwenda mpaka mwaka wa 1798 baada ya Kristo, hiki kiliitwa ni kipindi cha zama za giza. Kipindi cha zama cha nini wapendwa? Maana sasa Biblia ilipigwa marufuku, maana inamfunua Mungu wa kweli na mwanae Yesu Kristo aliyemtuma. Na Biblia inafunua ibada ya kweli inapaswa ifanyike siku gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia kabla ya Jumapili haijalazimishwa, kabla ya siku ya Jumapili kulazimishwa kama siku ya ibada kwa nguvu, lililotangulia lilikuwa ni fundisho la Utatu Mtakatifu lililopelekea wafalme watatu kumolewa, lakini lililopelekea watu wa Mungu sasa kukimbilia nyikani. Kukimbilia wapi wapendwa? Kwa muda wa miaka 1200 na ngapi? Na hapa ndio maana sasa ukifuatia katika vitabu vyao wanasema kwamba fundisho hili la Utatu kwamba Jumapili ni siku iliyotolewa wakifu kwa ajili ya Mungu wa Utatu. Na hili fundisho ndilo ambalo limetumika sasa kama gundi kuunganisha sasa katika unaitwa muungano wa makanisa, wakisema wote tunamwabudu Mungu mmoja. Ndiyo maana hata waasisi wetu katika imani waliposimama, walisimama na Biblia na mafundisho yao yakisimama kwamba ni tofauti na madhehebu mengine, wakishikilia kwamba yupo Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuanzia mwaka kukawa na mgogoro. Na ukiangalia sasa, ndiyo maana tumeambiwa kwamba ili tujue kwamba mgogoro utakao kuwepo hapa mbeleni ambao sasa unaendelea, kwamba muungano utakao tokea kati ya mamlaka hii ya Rumi ya kidini itakaporudi kushikwa mkono na madhehebu ambayo mwanzoni yaliipinga, ambayo yameitwa ya Kiprotestanti, si ndivyo? Maana Protestant ya kina Martin Luther walipinga. Lakini ukija kuangalia Protestant uliendelea mpaka miaka 1844, Mungu akaanzisha vuguvugu jingine la Waadventista, sio tu Waadventista lakini Waadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wakasimamisha hiyo kweli ambayo inamuinua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, lakini wakiwa na uelewa thabiti wa roho wa Mungu, kwamba roho wa Mungu ni uzima wa Baba ambaye amempatia pia mwana, na sisi tunapewa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anakuwa kila mahali, ameijaza mbingu na dunia kwa roho wake. Roho wa Mungu anatolewa tofauti na roho wa mwanadamu au roho ya mwanadamu, uzima wa mwanadamu. Siwezi nikampatia mwingine uzima wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatoa uzima wake. Walielewa. Lakini tunaona kwamba mafundisho ya kweli yameendelea kuachwa mpaka sasa. Ulikuwa ukisubiriwa mfumo wa General Conference kama ambavyo maandiko sasa yalitabiriwa kwamba wamefika mahali zile kweli ambazo waasisi walizishikilia zimefika mahali zikashushwa. Sasa tunaambiwa kwamba ili kujua watakapoungana kitakachofanyika lazima turudi huku. Bwana Yesu asifiwe. Kilichopelekea kwanza wafarume kushushwa hawa, na ndio maana kwamba hata hii siri huwa imefichwa, lakini tuiweke wazi. Watu wanajua tu kwamba kuna pembe tatu zilishushwa, si ndivyo?
Lakini zilishushwa kwa sababu gani? Si ndio watu wa Mungu? Zilishushwa kwa sababu walipinga fundisho la utatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukija kuangalia katika kipindi hiki, Mungu sasa anapanga kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapanga kazi yake kuinuliwa ukweli ambao kwamba watu waweze kupelekewa na onyo litolewe kwamba tayari dunia inaenda kujiroki. Kwa sababu hii mamlaka baada ya kukoma nguvu zake mwaka 1798, Mungu alisema kwamba itarudi tena katika ukuu ikisaidiwa na muungano wa makanisa. Na muungano wa nini wapendwa? Ukija kuangalia hapa sasa, kuna jambo la pekee sana ambalo sasa watu wa Mungu tuweze sasa sisi kuondoka nalo na kulikazia vizuri katika hii point. Huu mwaka baada ya hawa falme kushushwa, mateso yanaanza, watu wa Mungu wanakimbilia nyikani. Walikuwa na imani ya kwamba wanaye Mungu mmoja ambaye ni Baba, Kristo mwanae, lakini Roho ni Roho wa Mungu ambaye pia ni Roho wa Kristo, yani Baba amempatia mwanae Roho wake pasipo kipimo, na Mungu anakuwa kila mahali kwa Roho wake, na anapokuja kwetu kwa Roho wake, maana huo ni uwepo wake. Roho wa Mungu ni uwepo wa Mungu, lakini Mungu katika nafsi yupo, yani yeye yupo, anaonekana na umbo. Bwana Yesu asifiwe. Tumefundishwa. Kwa hiyo ukija kuangalia haya mambo, tunakutana sasa na huu mwaka. Kidogo nizungumze hapa watu wa Mungu. Huu mwaka ni muhimu sana. Kwa nini leo mwaka 2000, leo mwaka 2020 na ngapi wapendwa? Na 5 baada ya Kristo. Leo huu mwaka 2025 ni mwaka wa muhimu sana. Sisi ambao tunasikia maneno na wale ambao tutafuatilia ndugu zetu, ni mwaka wa muhimu sana kwa sababu katika huu mwaka ni mwaka pekee uliotengwa kwa ajili ya kusherekea jubilii ya miaka 1700 tangu kuanzishwa fundisho la Utatu Mtakatifu. Huu mwaka unaitwa mwaka wa jubilii. Unajua na wanavyosherekea unaweza usielewe. Unajua kutafanyika matamasha mbalimbali sana mwaka huu ambayo nguvu yake ikiwa imekusanya madhehebu mbalimbali, si ndivyo? Kama ukifuatilia, nadhani mwezi unaokuja kuna kongamano litafanyika pale Mlimani City. Nani wangapi wamelifuatilia? Sisi za Broad Singers, nani mgeni rasmi Jakaya Mrisho Kikwete na wengine. Pale kuna kitu pale. Yaani unaitwa ni mwaka wa nini wapendwa? Wa jubilii, wa kusherekea fundisho la Utatu Mtakatifu tangu lianzishwe miaka sasa 1000 ngapi wapendwa? 700 ikitimia. Sasa ukija kuangalia hapa, tunapoona kwamba hili fundisho linafanyiwa unasherekea ushindi wake, tunaona kwamba mchezo wa mwisho kwenye pambano hili uko mbele yetu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Jumapili kulazimishwa kama siku ya ibada kupitia sheria za mabunge. Yaani iwe sheria kwamba anayekosea yani ataonekana kana kwamba anavunja sheria za nchi, lakini kumbe ni sheria za dini. Yaani sheria za dini zimechukuliwa ila zimeingizwa wapi? Unajua Mungu wetu anatupenda sana. Juzi nimesikia pia taarifa nikasikitika kwamba umoja wa makanisa sasa unaomba uwe na kiti bungeni. Uwe na kiti? Yaani uwe na mwakilishi. Yaani sheria ya Jumapili itapita kwamba kana kwamba ni sheria ya nchi, lakini kwamba ni sheria ambazo zimewekwa katika mfumo sasa shetani aabudiwe, lakini kwamba zinapopelekwa inatungwa kama sheria kwamba wewe unapoivunja inaonekana unavunja sheria ya nchi, kumbe ni sheria ya kidini. Maana kwamba dini sasa iweze tena kutawala serikali kama ilivyofanyika katika miaka 1700 na ngapi? Katika miaka 1200 na ngapi? Kwamba dini kutawala serikali. Sio kwamba dini na serikali zitofautiane, maana serikali zipo kwa ajili ya kulinda uhuru wa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa nini wapendwa? Unajua ukisoma hata katiba yetu unasema kwamba Mungu alihusika. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba Mungu alihusika. Kwa hiyo watu wa Mungu tunapoona haya mambo, badala ya kwamba swala la ibada liwe la uhuru wa dhamiri wa mtu, ila iwe ni nguvu mtu aabudu kwa kulazimishwa. Ndiyo maana kwamba Mungu ametuachia kamwanye kidogo kwamba sasa hivi serikali bado katiba zake hazijanyongwa kubadilishwa ambavyo inatakiwa.
Lakini madhehebu ambayo yameungana yameshaweka tayari misimamo kupitia kanuni zao. Kupitia nini upendo? Ndio maana wale ambao tumesimamia ukweli katika hayo makanisa, hata kwamba ukiwa mfumo wa General Conference ambao kwamba umeikataa kweli waziwazi kama Mungu alivyoifunua. Ndio maana kwamba mtu utahukumiwa, inaletwa kanuni ambayo wanaitunga wao kila muda wa miaka 5 wanaingiza, na kanuni kwamba waasisi wetu walikataa. Akina LG wetu walikataa. Kwamba kanuni, kuwa na kanuni ni kuwa sawa na Babeli. Maana kanuni ndio ambayo itaongoza mauaji kwa watu wa Mungu. Kama ambavyo kanuni ilitumika kutesa watu kwa miaka 1200 na ngapi? Hawatakuchukulia Biblia na roho ya unabii. Roho ya unabii wakati mwingine ukiwaambia sasa hivi wanasema kwamba hao walioandika walishakufa. Ukiwauliza kama walishakufa, kwa nini Biblia nayo tunaisoma walioandika walishakufa? Maana yake kwamba hata Biblia sasa hivi hawaiamini, wanataka Biblia ifuate mawazo yao. Ifuate mawazo yao. Kwa hiyo watu wa Mungu, historia kujirudia, unabii huu uko mlangoni unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini basi cha kufanya? Mungu anayo maneno haya sasa tunapohitimisha watu wa Mungu. Tuyasome tu katika kitabu cha Maranatha watu wa Mungu. Nahitaji tunapoenda sasa kuhitimisha huduma yetu Maranatha au mfalme anakuja, sura ile au ile Januari 22 ni ukurasa wake wa 24. Mtumishi utatusomea tu hapa aya hii ya pili, ya 3 na ya 4 hapo tumalizie. Mtu wa Mungu tusomee mtumishi. Hebu tusome hapo watu wa Mungu, kuna maneno hapo sasa tunapoenda kuhitimisha. Maranatha Januari 22. Ndio. Inasema ndio, wale wanaoula mwili na kunywa damu ya mwana wa Mungu, wale wanaoula mwili na kuinywa damu ya mwana wa Mungu wataleta kutoka katika vitabu vya Danieli na Ufunuo, wataleta kutoka katika vitabu vya Danieli na Ufunuo ukweli uliovuviwa na Roho Mtakatifu. Ukweli uliovuviwa na Roho Mtakatifu. Wataanza kama vikosi maalum, wataanza kama vikosi maalum ambavyo havitaweza kutwezwa, ambavyo havitaweza kudharauliwa. Vinywa vya watoto vitafunguka, vinywa vya watoto kwa kweli vitafunguka, na kutangaza siri ambazo zilikuwa zimefichwa kwa watu. Zilikuwa zimefichwa kwa watu. Unajua leo watu ukiwaulizwa kwamba hizi pembe kwa nini zilishushwa, tukamwambia zilishushwa tu. Zilishushwa kwa sababu wafalme walipinga fundisho la nini? Sasa anasema nabii kwamba watumishi wa Mungu wataanza kama vikosi vidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unajua kuna maneno yamezunguzwa mengi sana. Mungu jinsi ambavyo anaipangilia kazi yake kwa kweli unaweza kashangaa. Mungu anatayarisha vikosi vyake mahali. Vikosi vyake mahali wapi? Mahali. Na Mungu anaendelea kutuunganisha. Na kadiri Mungu anavyoendelea kutuunganisha, ujumbe huu watu wa Mungu unaenda kulipuka katika kilio kikubwa. Dunia hii inaenda kuvaliwa na huu ujumbe, na imeshavaliwa na huu ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watu wasiabudu kiumbe bali wamwabudu muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amejitwalia kiti, anaabudiwa katika makanisa leo, lakini kwamba Mungu atatengeneza vikosi vyake. Lakini huu ujumbe mpaka watoto wadogo watauzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana hapa watoto wameendelea kunolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tuendelee kuwanoa watoto. Watafanya kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapeleke kweli hizi. Malizia msomaji. Anasema ndio, hivi karibuni sehemu kubwa ya unabii itatimizwa. Sehemu kubwa ya unabii itatimizwa kwa mfululizo na kwa haraka. Ndio. Kila kipengele cha nguvu kitatumika. Kwa kweli nguvu tena zitatumika. Unajua hapa nguvu zilitumika. Maanake kwamba kwa kweli tumeziona nguvu zinavyotumika huko tulikotoka. Lakini wanahitaji sasa wapate support za serikali. Maana kwa kweli wamejaribu kutumia nguvu, wanaona kwamba hawana jeshi, hawana nini? Hawana jeshi. Yaani badala yake wanakuwa wanatupelekea maneno ya kutuchongea kule ili kusudi kwamba tuonekane sisi ni wabaya kwa serikali. Ni wabaya kwa nini? Kwa serikali. Lakini kwa kweli watu wa Mungu, kazi hii inaenda. Kwa kweli itafika mahali kwamba Mungu ataruhusu hata walioko kule wafikiwe na ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa namna ambayo yeye atapenda. Kwa hiyo kwamba kwa kweli nguvu itatumika. Endelea msomaji. Kila kipengele cha nguvu kitatumika. Ndio. Historia iliyopita itajirudia. Historia iliyopita itafanyeje? Itajirudia. Sasa historia imeshajirudia. Sasa sio kwamba itajirudia, sasa imeshaanza kujirudia. Historia imefanyaje upendwa? Sasa kwa kweli tuseme kwamba gari ndilo liko kwenye kasi.
kwamba mambo yataenda kasi. Hii Jubilee hii imebeba mambo mazito. Kwa hiyo sasa historia anasema iliyopita itafanyeje? Hii hapa historia itajirudia. Malizia msomaji. Migogoro ya kale itainuka upya. Migogoro waliokutana nayo akina Arius na wafalme hawa na watakatifu wengine itainuka. Malizia msomaji. Anasema ndio. Itainuka upya na hatari itawakabili watu wa Mungu kila upande. Hatari tena itawakabili watu wa Mungu kila upande. Fadhaa itaishika jamii ya wanadamu. Fadhaa itaishika jamii ya wanadamu. Imeenea kila mahali katika dunia. Amina. Hii fadhaa itawashika wanadamu. Kwa hiyo watu wa Mungu tunaelezwa jambo la pekee sana. Lakini ambacho tunaelezwa kwamba Mungu atakuwa na vikosi vyake ambavyo havitatwezwa, havitadharauliwa, ambao sasa mimi na wewe tumeitwa sasa kusimamisha ukweli ambao umefunikwa katika takataka za mila na desturi. Ndio maana sasa watu wa Mungu katika mchana huu wa leo, wito ambao kwamba Mungu wetu anatutolea na wito ambao sasa nauleta kwako mtu wa Mungu ni kusimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kusimama imara. Na kusimama imara, tunasimama imara na imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ulimwengu sasa umemwacha Mungu wa kweli, unaabudu kiumbe. Na Lucifer anaabudiwa sasa kwa namna sasa ambayo amevaa vazi la kidini. Na katika kuvaa vazi la kidini, watu kwa kufichwa maandiko wanaingia wakiwa katika hali ya kumtafuta Mungu, lakini wanakutana na maneno ya watu. Ndiyo maana kwamba watu wanaomtafuta Mungu hawatampata Mungu ambaye wanamtafuta. Mungu atawaunganisha na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atawaunganisha watu wake waaminifu, atawaunganisha na watu wake. Na ukweli huu utahubiriwa. Hautahubiriwa na malaika, ila malaika watakuja na nguvu na ujumbe kutoka mbinguni, watatuwezesha mimi na wewe kupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Mchana huu wa leo watu wa Mungu, tunapoenda kujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa ajili tu ya kupeleka huu ujumbe, niwaalike kwa miguu yetu, tukiwa na nia thabiti ya kwamba kwa kweli tumekubali kujitoa kupeleka ujumbe kama watangulizi wetu walivyosimama. Hebu nasi kwa miguu yetu tusimame. Niwaalike sasa tusimame watu wa Mungu kwa namna hii ya pekee sana. Maana tunaambiwa kwamba migogoro iliyopita itainuka tena. Nguvu tena zitatumika, lakini Mungu ataipangia kazi yake. Ataandaa vikosi na vikosi tayari Mungu ameshapata. Bwana Yesu asifiwe. Kazi hii inaendelea kusonga, Mungu anahitaji kwamba hii kazi tuisogeze kutoka hapa tulipo, tuipeleke mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alisema atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba dunia hii bado inahitaji ukweli wa neno la Mungu. Watu wa Mungu waitwe sasa kusimama katika ukweli. Na mimi na wewe tumeitwa kama wajumbe. Nasi katika mchana huu wa leo na katika mafundisho haya yanayoendelea, Mungu sasa aendelee kutuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Aendelee kutuimarisha kama wenzetu walisimama imara, na sisi tusimame imara. Mungu aliyewawezesha kusimamia huu ukweli ndiye ambaye anatuwezesha leo kusimamia huu ukweli. Bwana Yesu asifiwe.